Lakini tuanzie moja ndio tuelewe kwa haraka. Genesis chapter 24 and verse 1 up to 10. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi sana. Na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyewatawala wa vitu vyake vyote, ni mfanyikazi, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana. Yaani upige makoti na uwekelee mikono kwa miguu ya mzee. Nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbinguni na Mungu wa nchi, kwamba utamtwalia mwanangu mke katika pindi za Wakanani ambao nakaa kati yao. Bali enenda hata kwamba hutamtwaa, hakutaka Wakanani, bali enda katika nchi yangu mahali nilitoka. Mnakumbuka Ibrahimu alienda nchi iliyokuwa si yake. Sasa anarudisha kijana yake aenda alete bibi mahali yeye alitoka. Mnanielewa? Nimeanza mahubiri. Halo? Sasa anamwambia mfanyikazi ya kwamba wewe hautatoa bibi ya kijana yangu, hamutanisaidia kijana apate bibi pande hii, mtaenda mahali mimi nilitoka. Tuone. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi uliotoka? Ibrahimu akamwambia, ujiadhari usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi nilizaliwa, aliniambia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Kwa hivyo haingewezekana kijana ya Abrahamu aoe nje ya nchi ambaye Mungu alinena ya kwamba nitakupea nchi hii na uzao wako. Tuko wapi? Fasi ngapi? Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yako na kusema nami katika nchi nilizaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atambeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke kutokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki. Lakini alianza kusema hana budi. Hii ilikuwa kipindi mzuri ya kutafutiwa bibi. Naona vijana mkikaa bila kutafuta bibi, tunaweza rudi hapa. Basi utafunguliwa kiapo changu, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Abrahamu bwana wake, akamwambia, katika neno hilo nitafanya. Verse 10 ni mahali nataka tudwele. Kisha ule mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaacha mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Naori, na story ikaendelea. Kanisa waseme amen. Nitajipanga ya sasa na ya baadaye. Akaona kijana umri umeenda, na kijana Isaka hakujua baba yake alitoka nchi gani. Kwa hivyo kwa kuelekezwa na Mungu, akatuma mfanyikazi mzee mwenzake ya kwamba kijana huyu miaka ikifika, ama ninaona miaka imefika, tafadhali asioe Wakanani. Wamama tulikubaliana jana, Wakanani hawakuwa watu wazuri. Kwa hivyo kukiimba wimbo nyuche bioso gumoteni gore, wamama Wakanani walikuwa wachawi sana. Na mnapoimba hiyo wimbo chungeni sana, mnaimba wimbo gani? Halo? Na sasa akasema wasioe kwa nchi, kijana atarudi kwa nchi niliyotoka. Halo? Kisha atafute bibi huko, maana huko ndio Mungu aliahidi, nitakubariki kwa hii nchi na uzao wako.
Biblia inasema na ahadi ya Mungu ni kweli tena. Let's pray together. Inaitwa nini kwa Kiingereza, reference? The promises of God are yes. Chochote Mungu ameahidi, hata kama itachukua muda. Tuhubiri pamoja. Chochote Mungu ameahidi, hata kama itachukua miaka, lazima. Mwimbaji akaimba akasema, najua Bwana atatenda. Najua Bwana hata kama itachukua muda. Najua Bwana. Na naona wazee, maana mumeanza kuvaa ties, muunde kwaya. Najua ni hasara uvae tai alafu usionekane mbele. Sasa mcreate kitu ya kwaya. Hiyo tai wazee wamenyonga haki. Siwabarikiwe. Amen. Nilisahau hiyo kwa appreciate. Kwa hivyo akasema yale Mungu alisema. Bado Biblia inasema Mungu ni sawa jana. Tuhubiri pamoja kanisa. God is the same yesterday and forever. Kama alisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Kama alisema atakuinua, maadui wainuke wasiinuke, lazima. Sema amen. Mungu aliahidi Ibrahimu ya kwamba kwenye nchi hii nitakubariki, na si wewe peke yako, hata uzao wako. Na hata alipoenda nchi ambayo hakuwa anajua, wakati kijana anafika kwa akasema, hawezi oa hapa. Tunarudi kwa ahadi ya Mungu. Ninaomba ahadi ya Mungu kwa maisha yako itimie. Sioni watu wakisema amen. Unajua, acha niwaambie kanisa, si lazima uhubiriwe vitu mingi sana. Nilienda kuhubiri kule Naivasha na ndugu moja akawa ameleta notebook kubwa. Akisema amen, yeye anaandika hapo chini, na hiyo ni mimi. Nasema na Mungu atakubariki. Na huyo, na Mungu atakufungulia njia. Yaani pages 3 kwa ibada ilikuwa imeandikwa one word. Na huyo, na alikuwa ametafuta kazi miaka mingi. Baada ya ibada kesho yake akapigiwa simu hapa Eldoret na watu wa Kenya Power ya kwamba kuna makaratasi uliwahi wacha hapa, na yule alikuwa kazi ameondoka, tunataka mtu wa dharura. Na tuliona hakuna wakati ya interview, tumepitia tukapata jina yako. Na huyo, ukifika ibada, kama utaandika kitu, andika. Si tumesema tuhubiri pamoja? Munivumilie tu, nitamaliza niende Nandi. Hii basta na kelele zake namaliza. Sasa munivumilie tu iwanawa. Hello? Na huyo. Sasa Biblia inasema alipoambiwa kijana arudishwe, huyu mtu alikuwa anashikilia mali ya Abraham. Alikuwa na punda, alikuwa na ngamia, kondoo na kila kitu. Lakini walipomaliza kukubaliana ni kwamba yule mtu alienda kwenye boma na akachukua mnyama. Nataka tujifunze tabia yake leo, anaitwa ngamia. Kulikuwa na punda lakini hakuchukua punda. Kulikuwa na farasi lakini hakuchukua farasi. Akaendea ngamia. Sasa naleta ujumbe, inasema Mkristo ngamia. Hata hiyo itakushinda kweli kushika. Yaani Mkristo ana tabia ya ngamia. Tabia ya kwanza ya ngamia ni kwamba ngamia akitembea, hakuna siku ngamia. Mnajua ngamia? Tambezie camel. Wakati anatembea, ngamia anainuanga kichwa yake kidogo juu, kisha anatembea namna hii. Mnajua vile ngamia anatembea? Hakuna siku ngamia anatembea kama ameangalia chini. Na ikiwa ataangalia chini ndio kukufa. Hiyo ni tabia ya ngamia. Anainua kichwa juu,
kisha anatembea akiona mbele. Focus. Si lazima uelewe kila kitu, maana hata tumekuhubiria sana. Mkristo ngamia ni yule akitembea kwa mambo yake ya imani, anainuka juu na anafuta fresh air. Aangalii chini. Mahali vumbi iko na matope, anasema waachia wengine, mimi nafuta fresh air. Watu wa fresh air muko? Watu wa fresh air muko? Hata kama kuna vita hapa chini, si useme fresh air. Sasa hivi ni kitu ngumu. Hata kama kuna vita hapa chini ya kondoo na mbuzi na watoto, hata kama vitina imewaka, anasema sirudi hapo. Futa fresh air kama Mkristo waya Kibomet. Haleluya. Mambo ya kuangalia chini, enough is enough. Tumesomewa neno inasema, na mtu akiwa Kristo na angalie juu, atafute vitu iliyo. Tabia ya ngamia, anafuta fresh air. Kuna vumbi mingi bande, fresh air. Fitina zinaendelea, maneno na fitina na hallelujah. Fresh. Ngamia kitembea, hakuna siku ataangalia chini. Anaangalianga chini siku ya kukufa. Mkristo mwenye anajijua, you always remain focused for Christ. Anasema, yes, mambo siko, lakini kwa hivyo kutoka leo mwambia mwenzako nafuta fresh air. Unajua ngamia anainua shingo. Sijui kama mnaona ngamia anainua shingo yende juu, alafu anaenda namna hii. Mnanipata? Hakuna siku anafuta vumbi ya kondoo na mbuzi hapa. Kazi yake ni huyu mchakazi akajua, chukua kitu inafuta pressure. Kiana na punda anapiga mateke, ni wa vita. Kuna Wakristo kazi yao ni vita. Hakuna siku anafuta fresh. Ngamia ananga uadui. Na kama ngamia ataumia ni mahali analalalia. Lakini unapata punda aligongwa hapa. Mbuzi anatembea kwa forest kama juu ya kufuta fumbi. Mnanipata kweli? Mkristo ngamia anafuta pressure. Anatembea akiangalia mbele. Anasema kama Paulo, sihesabu kwamba nimefika, lakini ninafanya kitu. Situhubiri kanisa ya kwamba ninasahau yaliyopita. Sumalize hiyo verse. Naangalia mbele, nafuta. Tabia ya Mkristo ngamia ni kwamba anaangalia mbele. Na hata wakati ngamia analala. Nani anajua ngamia analalanga aje? Nataka peana pesa. Ngamia analalanga aje? Ana Mungu ndambe hizi vitu. Analala aje? At straight. Wapi? Anakuja. Ngamia analala kama amepiga magoti. Na hakuna siku ngamia anafunga macho. Anapiga magoti, kisha mawazo inalala, lakini macho inaona. Mkristo ngamia analala kama ako kwa magoti na macho ya ndani. Asema amen. Afungi macho ya juu mpaka ya ndani, anafungua ya ndani, iko alert. Ako kwa magoti rohoni. Akistuka usiku ni in the name of Jesus. Watu wanalala lakini ndani ni magoti. Come on church. Mkristo ngamia alali tu kwa sababu watu wanalala. Baka asubuhi nilinyongwa usiku, kumbe si huko. Wakristo ngamia anaamkanga usiku na ako kwa magoti kwa roho. Anajiunganisha na mbingu. Watu wamefunga macho lakini yake ya ndani ni wazi. Yesu akasema na macho yenu ya ndani sema amen. Ngamia, Mkristo ngamia analala kama macho yake ya ndani iko alert.
Unajua kuna watu hata wakinyongwa usiku ataamka zoe na kumbe siku kwa baba nilinyongwa. Mkristo mwenye ana tabia ngamia akiamka anaenda kwa magoti. Kitanda yako chini yake inafaa kuwa mahali unapigia magoti. Some of you umeweka carpet mpaka chini ya kitanda. Hiyo ni carpet ya nini? Ni ya mguu. Ya sanga. Si kitanda ni kurukia na kuruka ukienda. Ama kuna wakati unashinda ukikanyanga hiyo carpet. Hiyo carpet ni ya kupigia magoti. Muache kuomba ndani ya blanketi. Na ndio uko na shida. Shuka chini. Weka magoti. Hiyo room mzuri hiyo, si upige magoti. Si uombe hapo ndani. Si uombe huyo mtoto kwa magoti. Uone yale itafanyika kwa magoti. Mkristo ngamia alali. Analala akipiga magoti kwa kiroho. Na macho ya ndani iko wazi. Na masikio ya ndani iko wazi. Anasikia adui anapojaribu kushambulia. Anasema ingawa sichasikia vizuri, but katika rohoni kuna kitu inaniambia omba. Na naimba wimbo nimesikia Roho wa Bwana ikiniambia ati nilale sana. Kristo akipome. Hata mtoto yako akijaribu kuharibika, utaona kwa ndoto. Mpaka unaambia mtoto asubuhi nilionyeshwa. Hauendi vizuri. Baadaye zuri mnavi bwana. Hata akitaka kufanya kitu anakumbuka ni kama unamuona. Si Mungu hata akuonyeshe mtoto yako vile anafanya akiwa mbali. Si hata uote usiku unasema hiyo sio njia. Kuliko unaenda kutafuta manabii ya kukuonea watoto. Wewe ndio una macho. Nabeba kuku nyeusi na urembo yote. Unajua kuna sura hitaji uende kwa uganga. Mama mrembo amepaka lipstick anapeleka kuku nyeusi. Shindwe. Ama mzee wa tai na kuku. Shindwe. Si Mungu akufungulie macho. Tusitafute macho ya wakanga. Macho yetu ione. Wale macho yao waione ya kiroho. Tunaomba leo macho yako iwe. Number 2, very fast because of time. Tabia ya pili ya ngamia ni kwamba ni mnyama anajulikana kwa long distance. Anaweza kutembea safari kuliko wanyama wote duniani. Halo? Unajua ngamia, kwa nini huyu mtu alitua ngamia? Kwa sababu alijua ngamia ukienda na yeye ni sure bet. Hawezi kukulet down. Nimesema ya kwanza ni focus. Number 2, kwa hivyo utaongeza kwa hiyo focus kupiga makoti, macho iko wazi. So ya pili, long distance animal. Katika mambo ya Mungu, lazima usikue mtu wa kusafiri mbali. Jua mambo ya maandiko. Jua maombi. Ama aje reverend? Enda ndani, enda mbali kwa vitu ya Mungu. Na unajua shetani akuruhusu uende ndani, maana anajua ukijua siri za Mungu hautafanya dhambi. Sasa anataka tu ukwe shallow, ni wimbo tu, hata maombi hakuna. Sasa anataka tu ubaki hapo. Ningekuombea ukwe Mkristo ngamia, enda mbali. Kuwa msafiri ya mbali. Tunasema die hard. Anakuja revival, anakuja ya wamama, anakuja mpaka ibada. Die hard. Asemi nilikuwa jana sitakuja leo, ni watu wa kusafiri mbali. Sema amen. Na kuna kitu inatia moyo ngamia anaposafiri. Ngamia ni mnyama ya jangwa. Na ni nini inamtia moyo? Maana akiinua kichwa yake hivi, nilikuja kufanya research yangu, ni kwamba nyasi ambayo imekauka kwa mahali umesimama, the same nyasi ukiona kwa umbali inakaa green. Kweli rongo? Wacha niseme kwa Kikale, yoga ya memet. Kungiro bitanin konyalila ananiama. Mengine lenji mpaka inakaa kilitari. Yaani nyasi ambayo imekauka hapa, ukiona kwa ngambo ile inakaa green. Na hiyo inapeanga ngamia kusema kule ni afadhali kuliko hapa. So akiona ngambo ile anasema ninafika. Kufika hapo anaona huko anasema ni green. Kwa hivyo kile inamtia mawazo ni kwamba kuna siku utafika
mahali afadhali. Wakristo ambaye wamejua Mungu wao wanaona mbele, wanasema hapa imekauka, lakini kwa macho yangu ng'ambo ile ni afadhali. Anasema tomorrow is better than today, and that keeps us better. Ya kwamba tunateseka duniani, lakini kuna nchi ya ahadi. Sema amen. Biblia inasema ya kwamba mumtazame Yesu ambaye ni mwanzo na mwisho ya imani yetu. Sema amen. Tukimtazama Yesu, tukiona, unajua kile inatufanya tumfuate Yesu ni ile taji inatungojea. Paulo akasema siwezi fananisha shida ninayopitia na utukufu inaokuja. I cannot compare the present problem with the future glory. So what keeps us moving is that ahead of us is better. Tunaona inji iliyo green, nini sasa kwa Kiswahili? Kimbichi. Umaichukuta ukiongea Kiswahili kingine mbona unasema ama ng'ombe ilisomesha ng'ombe? Amen. Yani unasema huko ni afadhali kuliko hapa. Kwa hivyo inatutia moyo. Be a long distance Christian. Be a long distance Christian. Say amen. Amen. Ikifika mambo ya Mungu, let us take serious the things of God. Ninakaa na Waislamu mahali na ninaona vile wanaiweka dini yao. Wacha niwaambie, Wakristo we are joking. We are joking. When it comes to the things of God, let us take it serious. Kama ni maombi omba. Kama ni Bible pepa Biblia. Tuna Wakristo sahi hawana Bible, hawana notebook, hawana chochote, na wako ibada hata sadaka hawakuleta. Wako tu. Utaweza enda shamba bila jembe? Si ni nyumba ya Mungu tu tunaweka mzaa. Ama mnataka tuweka askari hapo tukuulize umebeba nini ingia? Nyumba ya Mungu au huna chochote, hata sadaka. It's so dangerous. Long distance Christian, they journey in the things of God. Yes, I might not have today, but I have tomorrow. Napenda mama moja alisema, Pastor, mimi sinanga pesa ya kutoa, lakini kitu inaitwa kuni ya kanisa ni yangu. Akasema hii mgongo yangu itabeba kuni ya kanisa mpaka nisikwe. Sijui kama bado anabeba, ni wa huko Marigat. Na huyo mama amebarikiwa mpaka sasa yako na gari. Na alisema hata nikipata gari nitaweka kuni kwa boot. Sema amen. Hata hauna pesa lakini unaleta kuni. Hauna pesa lakini unasema vyombo mimi ndio nitaosha. Si atu unagetu unamaliza. The things of God, let us take it serious. We go long distance in the Christianity. Say amen. Number 3. Hallelujah. Number 3, tabia Mkristo ngamia. Ngamia kuna kitu inaitwa shock absorbers. Nothing can shake the camel. Unaona hapo kwa kifua ya ngamia. Kifua yake, mnajua vile ameka kutoka hapo chini ya shingo kidogo na kwenda mpaka karibu tumbo. Hapo kuna shock absorbers. Na hakuna siku ngamia anastuka. Kila wakati akuna shock absorbers. Kama Mkristo, make sure you have shock absorbers. Kuna siku utavitiniwa. Kuna siku utawekelewa. Kuna siku watakusengenya. Na kama utasengenywa hivyo siku, tunakuahidi ni vile hatuchakufikia. Hivyo siku watakudemote. Hivyo siku watakukutaja na umefanya kitu kubwa. Ipo siku niliambia watu kuna mawe 3 kwa maisha. Mawe ya kwanza ni ile watu wanakuwekelea, ambaye wakati ya kusika Lazaro walikuja wakaweka mawe kubwa kwa kaburi ya Lazaro. Hello? Na ndio maana Yesu alipokuja kufufua Lazaro alisema wale waliweka hiyo mawe wakuja watoe, maana wanachua formula vile waliweka, watachua formula ya kutoa. Hiyo umeelewa kweli? Ama tu unasema amen kwa sababu mimi ni mgeni?
Mawe ya kwanza ni ile watu wanakuwekelea. Na hiyo mawe wanaambia watu usitoe. Give time. Kuna siku wenyewe waliokuwekelea hiyo mawe watatoa. Hiyo hujasikia. Ile maneno wanakusemea na sio wewe ulifanya, nyamasia. Kuna siku kila mtu atakuja na kunia yake. Na kurokota ile mawe. Na kusema hata siku kwa naomba tu msamaha. Hata mimi nilikuwa nasikia. Kiogose melengi kamwa. Chukua mawe. Igere togere tukun. Ngimutyo chukua mawe. Yani msamaha. Mawe wanao kukuwekea. Bora au kufanya hiyo kitu. Wenyewe ndio watatoa. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati wa mama walianzisha siasa kwa kanisa yangu wakasema tunataka utoe fulani kwa kwaya. Anafanya nini na saini miezi ngapi? Ni msichana. Mnaelewa kile anasema? Anaomaja wiri bororiet. Akasema huyu toa kwa kwaya. Nikaita msichana nikaambia miezi ni ngapi? Yani akaniambia pastor ni uongo. Nikunona nimenona. Nikaita wa mama nikaambia mmesema kabisa mkiangalia ni ngapi? Jui wa mama ni hatari asema ngut kongeri. Kama ni kidogo. Ni 5. Kaambia ngapi imebaki? Akasema 4. Kaambia fanyeni hivi, tumwache kwa kwaya. Miezi 4 ikiisha, bas nitakuwa tayari kutangaza kama pastor kwamba ameanguka. Maana saa zingine hii Wakristo wanatutafutia tabu. Wanasema tangaza mtu, ukisha tangaza hata wenyewe wanakutoroka. Unabaki ukipigana vita mwenyewe. So mimi nikakuwa mwerevu nikajua hii wanataka kunitafutia vita. Nikangoja nikaambia miezi 2 ilipoisha nikaita wale wa mama. Niwaone kwa ofisi mkiangalia sasa ni miezi ngapi. Sababu nilikuwa nina notingi shita ya wa Kristo kwa kitabu. Kaambia ilikuwa tarehe fulani. Mmoja akasema ngozi hizo imetulia lakini tokosu. Asa akasema tuseme ilikuwa 5 sasa ni ngapi? 7. Updated. Hello? Niendelee nisiendelee? Naona mwingine anasema sumalize hiyo kitu haraka. Sasa baada ya miezi 9 nikaita ule msichana nikaambia utuambie. Ile maneno yalikuwa ukweli. Akasema pastor nilikwambia ni uongo. Hawa mama hawanipendi tu kwa sababu mama yangu alikufa. Nikamwambia hapana, mambo ya mama kukufa imetokea wapi? Enda nje bash. Wa mama ingia. Tufanyaje? Mnaona nisimamishe nisisimamishe? Mama moja akasema kima kupata ngibe nini na nikimu. Haikuwa mimi ni huyu Benina alisema walichiondoa. Nikaita huyo msichana. Hawa wa mama 3 walibidi waombe msamaha. Msichana mdogo kuwekelewa mawe. Usichale, kuna siku watatoa. Miezi 9 itafika. Miezi 9 itafika. Na watakonfirm ya kwamba hiko kwa ukweli. Jitia moyo katika Bwana. Wakikuwekelea mawe ngojea siku ya kutoa. Watakuja kutoa mawe yao moja kwa moja. Hata kuna mzee alifungwa, mama alifanya uchanja na watoto. Akasema mseme baba yenu alitaka kufanya makosa, kukufanyia makosa kama msichana. Mliona kwa TV mwanaume amelala cell miaka kadhaa, around 16 years. 14 years. Na hiyo kitu ikamkula msichana yake akiwa ameolewa. Na akasema hata kama ni kutangazwa Kenya mzima, mimi nataka nichiondoe kwa guiltiness ambaye baba hakufanya. Akaenda kotini kufile kesi ya kwamba hiyo mambo baba aliandikiwa, mimi ni witness, haikuwa ukweli. Mzee aliulizwa, mzee unaweza samea mama? Alisema nilimsamea zamani. Wakarudisha mawe yao. Kwani nyamu watchingi TV kai? Mwingine anasikia mara ya kwanza. Mawe unaowekelewa usingangane kutoa. Kuna siku watatoa. Na ukweli itajulikana. Mungu wa majeshi akutetee. Mungu wa majeshi anitetee. Sema amen. Walevi wakikosana, wanaumana masikio, wanapigana kwa pombe. Kesho na damu ilitoka.
Halo. Wanapigana, lakini ikifika asubuhi unasikia anasema we tufakie ile takataka ya jana. Wanachukua kifakio, ikifika nje try, na wanasameana, wanarudi kutumia kikombe moja, wanakunyia kasuku moja, hata wanasaidiana tumbako. Lakini wacha wa Kristo wakosane. Ngoma hii region isipofika region si wapa wa huko kwetu ni hatari sana. Wanasema haiwezi isha, lazima iongelelewe. Hapo ikengalale haiwezi isha. Tunataka tujue nani ndiye alifanya makosa. Na kama reverend atashindwa, bishop aelezwe. Imagine mambo yako inapelekwa mpaka region. Wewe ni wa region. Wewe mwenyewe uko na plot hata kwa kaunti. Okay, nimewacha kumbe hapa si kwangu. Number 4, it has water reservoir. Ngamia ana uwezo. Ngoja nikuja hapa. Ana uwezo ya kubeba maji 40 liters. Unaona akienda mtoni, ngamia anakunywa maji pole pole. Unaona hiyo nundu iko hapa? Inakuanga na nini ndani wasomi? Mafuta? Maji. Sijui mafuta kidogo iko, lakini kenye anapepa kwa hiyo nundu ni maji ya 20 liters. Akiendanga mtoni, ana haraka, anakunywa pole pole. Akate kwanza kiu, alafu apepe 20 liters na aweke 20 hapa. Lakini kondoo na mbuzi style yenye wanakunywa maji lak. Wakristo ambaye ni tabia ya ngamia, ikifika mambo ya Mungu wanakunywa pole pole, kisha wanabeba extra. Elijah aliambiwa kula, situendelee kuhubiri pamoja, mulini wacha kula. Haujaisikia hiyo fasa ama unanilenga? Kula atishibe. Tena ilitoka hapi shibe. Kwa Kristo yako reverend. Kula na ukunywe, safari ni ndefu. Yaani kula mpaka ubebe. Wale tulijifunza wanawali juzi walibeba taa, mafuta full na come on church. Yaani walibeba kwa taa na wakabeba. Hiyo ndio namaanisha. Kwa mambo ya Mungu na ubebe extra. Ili ukipatana na changamoto reverend, kama hakuna karibu, wewe uko na ile iko motia. Kale bye chito nenyita motia nyi. Sengu mambunyo kumagurse leni ino akun kidogo. Ita kweresi nyejita kitu na ya kwa jita yule. Hakuna vitu tu kufanya bwana. Ndio naambianga watu tulikuwa wakora kuliko wewe. Tulikuwa wachanja kuliko wewe. Ameniokoa Yesu. Tulikuwa changili kuliko wewe. Tulikuwa machamba kuliko. Amenikomboa Yesu. Mwingine ameanza kufikiria, alafu ukafanya nini nyingine? Wachana hiyo. Ngamia ana uwezo ya kubeba maji yake. Ili akiwa kwenye jangwa, kuna kitu anafanyanga fani sana, angalia hapa kila mtu. Akiwa kwenye jangwa na akisikia kiu, si maji iko kwa nundu. Kila anafanyanga anachikamua na ndani. Anafanya hivi. Ana squeeze na ndani. Anamwaga kama kikombe moja, anakata kiu, anaendelea na safari. Akisikia kiu, squeeze na ndani. Analeta karibu na kwa na meza na anaendelea. Kifika changwani, lakini kondoo na mbuzi walikunywa lak shamba kwa ya watu nini. Ngamia bado anakunywa tu. Wakristo ambao wana tabia ya mbuzi na kondoo reverend, wakifika revival wanakaa wanawa
wanasema tuko na haraka. Wanachunganga saa sana ya kutoka, hawachungi ya kuingia. Hata saa hii nimehubia angalia saa ngapi, hiyo topic ni very long. Na ndiye aliingia kama amechelewa. Wanachunganga saa ya kutoka lakini hawachungi ya kuingia. Hello. Karibu namaliza. Hiyo niko points ya ngapi MCA? Ya 4. Water reserve. Tunasema kunywa maji, kunywa revival na upeo. Ili kiumana unasema sijui imeandikwa wapi, sijui ni page gani, sijui nani aliandika, lakini kile najua imeandikwa. Wakati hakuna wimbo, hakuna chochote, kila kitu imekauka kwa ndoa, hakuna matumaini, unasema ninajua kitu moja, ingawa sijui verse gani, lakini imeandikwa, heri wamtumainio Bwana. Haleluya. Wakati mambo imekauka kwenye jangwa, maana kila mtu anapitianga jangwa, utakuwa na niliambia Wakristo si lazima ujue page mpaka iliandikwa na nani. Waachie hiyo sisi pastors. Wewe chua tu imeandikwa. Chuanga tu unasema sijui page. Pastor ndiye anajua. Hata sijui nani aliandika. Lakini kile najua. Si tuseme hivyo Wakristo. Ninajua. Kile unajua. Akiwa jangwani anatikamua na ndani. Wakristo wangapi leo hii? Hata wakati ya corona kuna Wakristo walienda wakiendanga mpaka leo. Na ni kama wengine walikuwa wanangojea kitu ifike. Je, kuna watu ni kama wanaganga kama chura ako kando ya bahari. Asengenywe tu. Kitu isemwe tu ndio atarukia maji. Na akikuja kanisa anatafuta kitu. Sema hii kanisa kuna kitu. Vile reverend anaongea iko kitu. Vile wanakwaya wanaimba iko kitu. Hata huyo pastor alitoka Nandi ananyorosha vidole iko kitu. Nimeona hii kanisa iko kitu. Na hata uchaguzi wanatumia macho. Ni matajiri peke yake wanachaguliwa. Sisi maskini. Hata kuna mwingine aliniingilia akasema, pastor, siku hizi wewe unapenda matajiri peke yake. Sisi watu wa chini, sisi maskini hautupendi. Nikaambia thank you. Umekuja vizuri. Kaambia hata kama ni wewe. Najua kuanga human being. Hata kama ni wewe. Mtu amejiita ako chini, maskini, watu wa bure, na hawajiwezi, na wako tayari kuinuka. Alafu kuna tajiri ameng'ang'ana kuinuka. Hata kama ni wewe, utapenda gani? Unajua msione pastors ni malaika, utapenda nani? Si muongee wa Kristo. Utapenda mgani? Matajiri. Nikaambia hapo ndio nilikaa huko sana. Nikaambia wale wa maskini atukatai, sisi wote atuyuko sawa. Lakini hata ukiwa maskini si ujitahidi. Si ung'ang'ane. Siku moja historia inasema, karibu namaliza, chura hii Musekope alikutana na chui. Chui iko Chelanget na Ugurene. Chelanget alipokutana na chui akamwambia, leo ninakukula. Wewe ni lunch yangu. Musekope akasema sawa, nimekubali, lakini naomba unipe dakika 5. Akaambia chukua hata wanawa. Na chui akaketi juu ya mawe kungojea nyama. Sasa akiwa juu ya mawe, Musekope anakwara chini, anasongesha mchanga, anakwara. Chui akamwambia Musekope, unafanya nini? Akasema, ninajua at the end of the day utanikula. Lakini nataka watu wakikuja kuona kwamba nilikulwa, watasema ingawa alikulwa, lakini alijaribu. Alianguka lakini. Amen. Karibu nisema, ambia jirani yako, wacha waseme ulijaribu. So unaweza mwambia? Mwambia jirani, wacha waseme ulijaribu.
Hata kama kanisa hii haitafika ya town, wacha waseme. Amen. Hata kama tai utafunga ikatai iende side, wacha waseme tu, lakini amen. Hata kama utanunua gari itoke town ikuje ikufe kwa mlango, wacha waseme tu. Hii mzee ngawa hana kitu, lakini sasa uchipeane tu ukulwe namna hiyo, watu hawatatoa ushuhuda. Kaambia ninajua utanikula, lakini wacha watu wakikuja kuona kusema alikulwa, lakini angalia jirani tena, mwambie wacha waseme ulijaribu. I might not be a perfect preacher, but one day, one time watasema huyo mama ingawa ana watoto wadogo, ako na mzee mluya mwenye anavaa kula ugali kila siku, lakini anajaribu. So kuna mtu anasema za ingawa hii mama ni kirere, lakini anajaribu sana. Jaribu mpaka watu waseme ingawa unajua gari yangu mimi ya kwanza haikuwa gari ya maana, niliwaambia mwaka jana. Ilikuwa gari ya kupunguza madharau. Ilikuwa ni gari ya kuendea kanisa. Tunatoa kwa boma asubuhi, tunasukuma na wanaume 6. Na ninaenda na kia moja mpaka kanisa. Kanisa ilikuwa kama 2 kilometers. Nikiwa senda nasalimia watu na drive na mkono moja. Yaani kupunguza tu madharau. Nasema rock 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 rock. Nikiingia kwa gate ya kanisa, hivyo ndio vile itakufa. Mpaka nitafute watu, baada ya watu kutoka kanisa yote ndio isukumwe. Hivyo ndio vile itaenda kufa nyumbani. Mpaka Jumapili ijayo. That is how I did for 3 years. Watu walijua ni pastor ya gari. Kwani nikienda petrol station naenda kukunywa maji? Hata kama ni rock 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 rock, si ni gari. Si nakunywa petrol. Nikisema weka 3,000 si ni mafuta. Alijaribu. Acha watu waseme siku moja. MCA, jaribu tu kuomba kura. Hata usipopata ishinde utapata. Hata usipopata watasema, lakini yeah, they will say one day. Say amen. So ilikuwa inakufa kanisa, tutatoa kanisa iende ikufe nyumbani. Mpaka Jumapili hii wiki yote natumia matatu. Jumapili peke yake ndio natoka na gari. Hallelujah. Inasukumwa. Na tunaenda mapema kabla watu kufika. Inafika kama iko parking. Na swali uliza baadaye. Na itatoka late. Hesabu mtu wangu. Yes, ana pesa lakini. Tuende namba 5. Nitakuja kusema hizo zingine nikirudi mwaka ujao. Ya 5 peke yake. Iko sawa? Number 5 ni kwamba camels don't fight. Ngamia hawana nafasi ya kupigana. Oh yes. Kama unajua kina kondoo, maipata kondoo wanatembea mpaka wanaingizana hata vichwa. Yana wana cross. Camels don't fight. They operate on their space. Mkristo ngamia apigane vita. Anaenda na lane yake. Conserved. Because they know what they are waiting for them. Say amen. Amen. Kuna moja sitaki niwache kabisa. Sijui niongeze dakika 5 Reverend. Niongeze. Ilikuwa 10 lakini wacha niongeze tu moja. Ya kwamba ngamia ana moyo kubwa kuliko wanyama wote duniani. Yeah. Ngamia, it is the only animal with 2 hearts. Ana mioyo 2. Na moyo moja yake ni kubwa sana. Go and do research. It's the only animal with a big heart. Yeah. Iko na moyo kubwa sana. Mkristo ngamia ana moyo kubwa sana. Moyo ya kubeba wengine. Moyo ya kusamea. Moyo ya kubeba wasio na uwezo. Moyo ya kukubali watu.
Lakini moyo ya nini? Muguleldab artet kotianye. Moyo ya mbuzi ni kiasi gani? Inatosha watoto wakule. Ngokuta kule ikiumu. Unaona ni kubwa lakini si ni kitu kiasi. Nyinyi mmechinja mbuzi kweli? Unajua sisi Baringo nimechinja hata ng'ombe mimi peke yangu. Igero hapo nikiabarteta. Kwisia, anaenda kakae. Akagaita kakutane kwisia. Artet kumia no kazi. Henya kwa mutai niko na wageni kesho. Na mimi ndio nakata shingo. Anaenda tu henya artet akagaita kakutane kakabel meti tabu iko hapo. Sasa ningoje wekeza na mboga. Sasa kwa niache hiyo siasa. Hawazi wamesema hapana, sema siri sana. Moyo ya mbuzi ni kiasi. Kuna Wakristo basta moyo wao ni kiasi. Na hata wanasemanga mama chekeruza nikulela. Msinigonge roho. Roho yangu ni kidogo. Baga ametangaza tatari. Baga hata watu wakiongea kwa kanisa wasema na msikuze roho ya huyo mama. Muongee lakini kwa kwaya roho ya huyo mama ni ndogo sana. Baga watu wanajua size ya moyo roho yako. Anasema ongeeni lakini roho ya hiyo mama. Lakini Wakristo ngamia roho yao ni kubwa. Kukwazika wana nafasi. Wanabeba hata watu taifa. Niliambia wachungaji, hii kazi ya Mungu tubebe. Kuna siku tutafika mikononi mwa Yesu. Tunabeba wanyonge. Tunabeba wasiojua kuongea. Maana kuna watu hawananga mdomo. Sijui mdomo ililambwa na nini. Akiongea tu ni kukwaza watu. Sijui kama kuna huku Kitale lakini najua wako Kibome. Yaani watu wengine ni unaangalia mpaka unasema hii walizaliwa ama walirushwa. Yaani ni vikwazo. Akimaliza kukwaza wamama anakwaza wazee, anakwaza hata mzee yake amekwaza. Yaani amekwaza kila mtu mpaka amechekwaza. Sikia, Wakristo ambao wana tabia ya ngamia wana moyo kubwa. Wanasamea watu haraka. Wanabeba watu. Sema amen. Wanaombea wengine. Biblia inasema kwamba Paulo akasema mchukulianeni mzigo ninyi kwa ninyi. Wenye moyo kidogo hawachukuangi mzigo ya watu. Lakini wanaokuwa na moyo kubwa kama ya ngamia wanabeba wengi. Wanasaidia kanisa. Mambo ya moyo kidogo waachana naye. Hata ufai kukua kwaya. Maana hiyo moyo kidogo kitambo tukanyange sitakwisha. Kuwa na moyo kubwa. Ukikwaswa leo kesho unasalimia watu. Hata Yesu alikuahidi akasema adui zako usiwadharau, uwaombe na uwape. Sema amen. Na waombe muwe na moyo kubwa ya kusamea watu, moyo ya kubeba wanyonge, moyo ya kubariki wengine. Moyo kidogo kama ya mbuzi. Moyo megapchi haitoshi hata watu kukula. Kuwa na moyo kubwa. Mambo ikiharibika unasema ninaye Yesu. Ile ngito namjua. Aliye mwamba. Aliye niyoko. Ni Bwana Yesu. Namjua. Aliye mwamba. Aliye niyoko. Ni Bwana Yesu. Lakini kama una moyo kubwa, utasema ongololi lakini makilenjona ata. Kungetias oik chikikaki mameyo. Kuna watu ukiongea hata unasema msikwase mama fulani. Ongeeni lakini uribweje. Utuchungie huyo mama. Roho yake ni kidogo sana. Ukiongea kidogo amelia. Ukiongea kidogo amekasirika. Halo. Niliambia watu vitu yako usilete kwa nyumba ya Mungu. Hapa sisi wote tuko sawa. Kama uko na vitu zako umeamua uache, usilete kwa nyumba ya Mungu. Sema amen. Kuwa na moyo kubwa kama Mkristo. Moyo ya kusamea. Moyo ya kusema wapendwa, mbele tutasonga wote. Moyo ya kutopakua.
Ingawa nilisema za ile utapenda tajiri, lakini hata hii wanyonge tunasaidia Reverend. Lakini tunaambia kama unachua wewe ni maskini, jitahidi. Kama unasema tuko chini, inuka ndio hata wewe upendwe. Sema amen. Usijiite tu mnyonge na uamuke na ufanye chochote. Rise in the name of Jesus. Kwa hiyo kuene na tabia ya ngamia, ningekuwa na nafasi ningeweka mpaka 10, lakini hiyo imebaki, tutataja siku nyingine. Wakristo ngamia Wakristo ngamia Si Mungu akupee neema uishi maisha ya tabia hii ili Yesu akirudi tuonane mbinguni. Na ikiwa atarudi haraka nisiwakose mbinguni. Na ikiwa atarudi haraka, Reverend, nimebakisha points 4. Ilikuwa MCA nimesema ngapi? 6. So bado ngapi? So mwaka ujao akipanga Olenja Njebioze kinye akumaliza points arudi. Kumakaweka, kumakosa bene. Thank you so much. God bless you. Amen.